Tengeneza na maparking sako kwa parking wanaangalia kama watatengeneza au mna. Okay. Ni siku nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wa MTV mahali popote ulipo. Leo ni Jumanne ya tarehe 7 Julai mwaka 2026 na je, tumekuandalia nini hivi leo? Askari polisi wazuia jaribio la kuchoma kwa moto jengo moja la kituo cha afya cha Kitatumba mjini Butembo usiku wa kuamkia Jumanne ya Julai 7. Na jeshi ya taifa DRC yakanusha habari za kuanguka kwa vijiji vya Baraka na milima yake mikononi mwa ICM23. Na raia wa DRC waishio nchini Burundi wasubiri matunda ya makutano kati ya Rais Ndayishimiye wa Burundi na wapinzani pamoja na viongozi wa kidini kutoka DRC. Watanzania waazimisha hivi leo siku kuu ya Sabasaba. Msikilizaji na mtazamaji, hayo pamoja na mengine mengi, ungana nami Abel Tongo tangu mwanzo hadi mwisho. Na tuanzie makala haya na habari kutoka huko mjini Butembo ambako tunaambiwa ya kwamba watu wenye silaha na visu walifanya jaribio ya kuchoma kwa moto kituo cha afya cha Kitatumba mjini Butembo, Kivu Kaskazini bila mafanikio yoyote. Taarifa kutoka kwake Esdras Masingo, mkuu kiongozi wa kituo cha afya cha Kitatumba, yasema kuwa watu wasiojulikana walishambulia kituo cha afya saa 7 za usiku za Jumatatu kuamkia Jumanne ya Julai 7 na kuchoma kwa moto jengo la kituo hicho lilotumiwa kulinda watu walioambukizwa na virusi vya ugonjwa wa Ebola kabla ya kuzuiliwa na polisi waliokuwa wakilinda doria. Esdras Masingo ni mkuu kiongozi wa kituo hicho kutoka mji wa Butembo. Autour de 1h du matin que des personnes non autrement identifiées ont fait incursion dans les enceintes de l'hôpital général de référence Kitatumba. C'est en ville de Butembo. Ilikuwa majira ya saa 7 za usiku ndipo watu wasiojulikana walishambulia kituo cha afya cha Kitatumba mjini Butembo. Kwa mshangao mkubwa, walichoma kwa moto jengo moja na vitu vingi viliharibiwa. Vyumba viwili viliguswa na mkasa huo, lakini polisi ilijitahidi kuzuia mkasa huo kabla ya moto huo kufanya maafa mengi. Lakini tuhakikishe kwamba kuna polisi mmoja aliyepata jeraha na aliyepata matibabu kwenye kituo cha afya, kwani hakuna aliyeshikwa miongoni mwa wahalifu. Tumeokota tu kisu kilichotumiwa kujeruhi polisi huyo aliyejeruhiwa. Wao pekee ndio wanajua sababu za msingi zilizowasukuma kushambulia kituo kilichowekwa kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Hofu yetu ni kwamba huenda wanaweza endelea kushambulia vituo vya afya. Ndio maana tunatoa wito kwa viongozi kuchukulia swala hilo maanani ili kulinda vituo vya afya. Mungu asante, kwani hakuna mgonjwa aliyehifadhiwa kwenye vyumba hivyo viwili vilivyolengwa. De santé qui est là pour sauver des vies humaines, une institution qui est prépositionnée pour secourir tout le monde. Et en tout cas, s'attaquer à une institution comme celle-là, ça étonne tout le monde et donc on ne connaît vraiment pas ce qui était là. Bon, ce que nous avons comme crainte, c'est que ces civiques ne puissent peut-être continuer à commettre ce genre de forfait et c'est comme ça que nous pouvons demander à ce que les autorités politico-administratives puissent prendre la question au sérieux et sécuriser davantage. Bon, heureusement, les 2 chambres concernées étaient vides, il n'y avait pas du tout de malades dans ces 2 chambres. Makundi ya vijana mjini Butembo yakilaani vitendo hivyo ambavyo hutumiwa na watu wenye nia mbaya ambao hupinga uwepo wa Ebola ili kutafuta ajira. Anelka Kamwanya ni kutoka mashirika ya Lucha mjini Butembo. Imaginez un activiste
una menace juu bakutie mkazi ya nani, unaanza sema una créer resistance pour que bakupatie kazi. Tuna mettre à garde hao wote parce que tuko deja na majina yao, na wakaendelea tu bientôt tutapublier zile majina na kuwataja kwa majina, kwani hao ndio wanakuwa watu ambao wanatuharibishia lite, wanakuwa watu ambao wanaharibisha jina ya mouvement citoyen na lite ambao tunakuwa tukifanya juu ya population. Sisi tunafanya lite juu ya population, hatuifanye juu ya sie. Visa vya maambukizi ya virusi vya Ebola vyazidi kuongezeka mkoani Ituri na Kivu Kaskazini licha ya jitihada zinazowekwa na serikali ya DRC na marafiki zake kutokana na habari za uongo zinazosambazwa na dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika jamii. Hayo yajiri wakati Kivu Kaskazini iliorodhesha wagonjwa wapya 5 walioathirika na Ebola na kufikia watu 149 walioambukizwa na Ebola Kivu Kaskazini. Jaribio la kuunguza kituo cha Kitatumba yashuhudiwa baada ya jaribio lingine lilolenga kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola cha huko Katwa kusini mwa mji wa Butembo mwezi Juni uliopita. Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la kanusha taarifa zilizochapishwa mitandaoni kwa waasi wa M23 kuwa waasi wa M23 wameukamata mji wa Baraka na milima yake. Bujumbura. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waishio nchini Burundi wanatumaini ya kwamba mkutano wa mashauriano unaoongozwa naye Evariste Ndayishimiye kati ya wapinzani na viongozi wa makanisa kutoka DRC kwamba utaleta matunda ya amani ya kudumu. Na huko wilayani Masisi ni baadhi ya vijana wazalendo huanza kujisalimisha kwa M23. Juu bako na tuingilia kusiku tufanya nini? Njoo ninasema mtuungane mkono juu tuwakimbize tuwapige mbali. Na après formation sasa utarudia kitu gani utatumika ndani ya community? Après formation wanasema kwamba utasaidia wananchi nini kwa kifupi anasema? Nenda wasaidia kuwalinda na kulinda mali yao na kuwachunga kuwalinda. Na ujumbe kwa wajene wengine wenye wabakia? Nao ni kuwapatia message na fanya sensibilisation juu nao wakue waingie. Pengine kwa nini unajiunga na unaamua kuingia katika AFC M23? Nimejiunga juu na mimi nisaidia na wengine juu kwa nchi. Unataka kugomboa nchi kwa nini? Kwa nini unataka? Juu nimegatala nani unyanyasaji na hii ya kutoa ya kila siku. Asante. Na maana hii matribalism yenye nakuwaka mnani mu nchi. Sawa. Tukisalia huko wilayani Masisi ni kwamba wakazi wa mji wa Sake wilayani Masisi wapata daraja mpya. Siku kidogo kungali makazi zenye hawaya maliza. Mtawaomba wamalize hii makazi kisha mfanye. Katika mpango wa kukuza maendeleo, gavana wa Kivu Kaskazini eneo linalodhibitiwa na AFC M23 Bahati Musanga Erasto amehitimisha ujenzi wa daraja muhimu katika mji wa Sake, mji ambao unapatikana wilayani Masisi, kilomita zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Ni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Ndio kuongoza. Avani sema kitu na uongozi naomba iki kitu kinahitajika, wananipatia ruhusa ninakifanya. Kwa hiyo watu wa Sake sasa watapata daraja mpya. Wewe mwenyewe unaona uko tena daraja mpya tena nzuri. Lakini kungali makazi kidogo yenye wanapaswa kufanya. Itachukua siku ngapi? Nawaza nitawauliza, lakini huwezi chukua wiki moja. Juma moja watakuwa wamemaliza. Asante. Wali hata usiku unatumika? Haunali? Tuko watumishi wa raia. Tunapaswa tumika kila siku. Raia huone nao wanachuliza usiku. Sisi tunapaswa watumikia. Asante. Daraja ambalo wakazi wasema ni muhimu zaidi. Tunafurahi, mimi ni chef de quartier wa quartier Virunga Sake ambao wanaita Majaki. Tunafurahi kupokea gouverneur Sai Magharibi
anasimama hapa kilalo yetu wako natujengea. Tunafurahi sana kuona maendeleo yenyewe AFC/M23 inatuletea ndani ya sekta yetu ya Masisi. Hii kilalo depuis zamani, depuis gouvernement zamani ilikuwa ijangoka hivi. Mesi tunaona maendeleo, kuna kilalo ya mzuri, vraiment inatufurahisha sana. Tunapiga asante kwa chama yetu ya AFC/M23. Hii kilalo ina muhimu gani? Hii kilalo ni kilalo ambayo inaunganisha materitori za mingi. Inapita hapa inaenda ngambo ya Kichanga, inafika Kichanga, Mweso, Kanyabayonga, naingia ngambo ya Lubero, inaingia ngambo ya Kalembe, inaingia mu territory ya Walikale. Vraiment ni kilalo ya muhimu sana. Sasa nyinyi mnaonaje hii daraja kujengwa hapo? Vraiment kilalo ilikuwa ishashindikana. Leo tunaona inajengewa, ndio furaha ya population. Angalia hii kilalo. Kwa sasa gouverneur kufika hapa tunapiga asante sana, kwa sababu ni haiko kila mara kwa vikuu viongozi kufika ndani ya mwingine wa Sake na kuweza kuona maendeleo ya mwingine. Unaona hapa kunakuwa mwangaza. Zamani tulikuwa naishi mugiza, sasa mwangaza iko na kila mwanapita anaona ukweli yenyewe iko. Tunaona jinsi washatengeneza malgré hakia wao tengeneza vizuri, tunaona donc kilalo iko mfano normal. Jinsi kilikuwa zamani na kwa sasa difference iko. Donc gouverneur wetu ndio aliona kilalo imebomoka, ndio wanakuja jenga sasa, walijenga. Hapa katika mji wa Sake ni saa 2 za usiku, lakini wakazi wanaendelea na shughuli zao. Hapa kuna ni 24/24. Usiniambie vipi? Ndio kabisa. Ndio mnatembea, mnapanda shuka? Ndio. Na ukunywa kachupa yake? Tunakunywa bila shida. Sauf que patrouille donc patrouille inakuwaka kwa inanea 19h30 tunarudia. Mais sécurité iko mzuri hapa. Tanzania. Leo nchi ya Tanzania inaadhimisha sikukuu inayoitwa Sabasaba. Sikukuu ya Sabasaba tarehe 7 Julai ni maadhimisho ya kihistoria nchini Tanzania yanayokumbuka kuanzishwa kwa chama cha Tanganyika African National Union TANU mnamo mwaka 1954 ambayo kiliongoza harakati za kupigania uhuru. Kwa sasa siku hii imegeuzwa rasmi kuwa jukwaa la kimataifa la kukuza biashara na uchumi. Asili ya siku hii inatokana na mkutano mkuu uliofanyika Julai 7, 1954 ambamo chama cha TANU kilizaliwa chini ya uongozi wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kikitokea katika chama cha Tanganyika African Association TAA. Tarehe hiyo iliyokuwa na mchango mkubwa sana katika kuunganisha wananchi na kuleta hamasa iliyopelekea Tanganyika kupata uhuru wake mnamo Disemba 9, 1961. Katika miaka nyuma, wakati wa mfumo wa chama kimoja, Sabasaba ilikuwa miongoni mwa sikukuu za kimataifa ambapo viongozi walitumia fursa hiyo kutolea hotuba muhimu za kuelezea maendeleo ya kisiasa na serikali. Hata hivyo, kufuatia kuorodheshwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania mapema mwaka wa 1990 ilionekana kuwa na upelekeo kwa chama kimoja. Kutokana na mabadiliko haya ya kisiasa, serikali iliamua kuifuta Sabasaba kama sikukuu ya umma mnamo mwaka wa 1993 na badala yake kuanzisha rasmi sikukuu ya 8 tarehe 8 Agosti kwa ajili ya wakulima. Badala ya kufutwa kama sikukuu ya kiserikali ya vyama, tarehe 7 Julai ilibaki kama siku maalum kwa ajili ya maonesho ya biashara ya kimataifa, Dar es Salaam International Trade Fair. Maonesho haya hufanyika katika viwanja vya maonyesho ya biashara ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Sabasaba vilivyoko barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam. Huu
kuwakutanisha wafanyabiashara, wazalishaji wa taasisi mbalimbali za kibiashara kutoka ndani na nje ya nchi ili kuonesha bidhaa zao na kukuza soko. Zaidi ya hayo, tarehe hii sasa pia inatambulika rasmi kama siku ya Kiswahili duniani, ikisherehekea mchango wa lugha hii kama kiungo muhimu cha kimaendeleo na utamaduni barani Afrika. Fahamu historia kamili ya sikukuu ya Sabasaba na jinsi ilivyobadilika kutoka kwenye harakati za kisiasa hadi kuwa maonesho makubwa ya kibiashara mwaka huu Sabasaba. Msikilizaji na mtazamaji, ni kupitia habari hii kutoka huko Tanzania ndiko mimi natamatisha matangazo haya kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Abel Songo, niendelea kufuata matangazo yetu hadi wakati mwingine. Kwaheri.